Mtendaji wa dawati la jinsia na watoto. Mlishawahi kulisikia? Sasa dawati la jinsia na watoto, sisi kimsingi tunashughulikia mashauri yote ya ukatili wa kijinsia pamoja na ukatili dhidi ya watoto, kwa sababu tunafahamu matendo yote ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto ndani yake yana udhalilishaji, yana kufedhehesha. Hivyo katika kuendelea kufanya maboresho ndani ya jeshi la polisi, jeshi lilionelea ni vema kabisa kuanzisha kitengo hichi cha dawati la jinsia na watoto ili tuweze kushughulikia mashauri yote ya ukatili dhidi ya watoto, dhidi ya wanawake na wanaume katika mazingira ambayo ni rafiki. Zamani ilikuwa ni ngumu sana, ukija kituo cha polisi, unafika pale counter tunaita CRO, unaogopa kumwambia afande nimebakwa, afande nimelawitiwa. Ilikuwa ni ngumu sana. Lakini sasa kupitia kitengo hichi cha dawati la jinsia na watoto, ni rahisi sana mtu anapofanyiwa ukatili kuweza kufika pale ofisini kwetu na kuweza kupatiwa huduma kwa kuzingatia misingi ya jeshi la polisi, ikiwemo nidhamu, haki, weledi na uadilifu uliotukuka. Watoto wazuri, nimesimama hapa niwaambie maneno machache tu. Wanafunzi wa kike na wanafunzi wa kiume. Naanza na wanafunzi wa kike. Tunasema hivi, ndoto zako za kesho au maisha yako ya kesho yapo kwenye kiganja chako. Tuepuke kuingia katika mapenzi yenye umri mdogo. Mapenzi katika umri mdogo tujiepushe sana, kwa sababu leo huko hapa shuleni una ndoto zako nyingi sana na wazazi wanakutegemea kwa asilimia kubwa sana. Ukiingia katika mapenzi utashindwa kutimiza ndoto zako. Moja, utapata mimba katika umri mdogo, lakini pia unapopata huo ujauzito katika umri mdogo, upo katika hatari ya kuweza kupoteza maisha yako, kwa sababu umri ni mdogo, viungo vyako bado havijakuwa vizuri. Inapofikia umri unapofikia muda unahitaji kujifungua, unaweza ukakabiliana na changamoto kama ya kupata fistula, lakini ukapata overbleeding, ukaweza kupoteza maisha. Lakini kwa watoto wa kiume, tumepata taarifa kwamba mnajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Niwaambie kitu kimoja tu, sheria iangalii kwamba huyu ni mtoto au ni mtu mzima. As long kwamba kila unachokifanya kinavunja sheria za nchi, basi na wewe utakabiliana na ile adhabu ambayo wewe unastahili kuipata. Wapo watoto ambao tunaita watoto waliokinzana na nini? Waliokinzana na sheria. Kwa hiyo kwa kujiingiza kwenye makundi hatarishi ya kutumia madawa ya kulevya kama mirungi na uvutaji wa bangi, kile ni kinyume na sheria, na hakika mkono wake hautaepukika. Kwa hiyo niwaombe sana vijana wa kiume na wa kike, mwapo hapa shuleni, jaribuni kutuliza akili, lakini tazameni kabisa kwamba taifa lenu linawaangalia kwa macho mawili. Nyie ndo marais wa kesho, nyie ndo makina afande Stella wa kesho, lakini nyie ndo wakuu wa wilaya na mikoa wa kesho. Kwa hiyo tunawategemea sana katika kutimiza ndoto zenu. Na msiogope, endapo mtu yoyote atafanyiwa vitendo vya ukatili, tunasema ukiwa shuleni, mzazi na mlezi wa kwanza ni mwalimu wako. Waambieni walimu. Kuna wanafunzi ambao wanapitia vitendo vya ukatili manyumbani kwao, lakini anakosa mtu wa kumwambia. Muamini mwalimu. Sina imani kwamba walimu wote ni wabaya. Kuna wanafunzi wanasema walimu ni wanoko, lakini walimu wote hawezi wakawa wanoko. Mtafute mwalimu mmoja na umwambie. Na kama huo ukatili upo katika mazingira ya shule, tunasema tafuta mtu wa kuaminika, mwambie kitu gani unachokipitia, na yule mtu atatafuta mazingira rafiki ya kuweza kuwasilisha ile taarifa. Lakini mbali na hapo, ipo namba ya serikali ambayo ni 116. Ile namba unapiga bure kabisa, unatoa taarifa, na taarifa yako inapokelewa na kutolewa maelekezo, na hatimaye tunaweza kukusaidia. Tunasema pinga vitendo vya ukatili kwa maslahi mapana ya mtoto, ili aweze kufikia ndoto zake alizonazo.